mahakama ya kadhi. Kikwete kwenye Idi Baraza ana wajibu wa Islamu, anasema mawazo haya ya maaskofu yalilingana na mawazo ya serikali. Rudia nilokueleza mwanzo, maamuzi ya serikali hutofautishi na maamuzi haya. Mawazo ya maaskofu yamerandana sawa sawa na msimamo wa serikali, kwa maana Kikwete akakubaliana na mawazo ya maaskofu. Lakini nataka uelewe, wakati Kikwete anakubaliana na mawazo ya maaskofu, amepuuza mawazo ya Waislamu. Si unanielewa hapo? Amepuuza mawazo ya Waislamu. Huyo ni Kikwete. Nyuma yake palikuwako Mkapa. Mahakama ya kadhi imeanza kwa Mkapa. Mkapa naye akajibu hivi hivi, siwezi nikawaruhusu kuwa na mahakama ya kadhi kwa sababu siwezi kupuuza maoni ya Wakristo. Mkapa naye hawezi kupuuza maoni ya maaskofu. Kikwete naye hawezi kupuuza maoni ya maaskofu. Mkapa na Kikwete wanachoweza kufanya ni kupuuza maoni na mawazo ya Waislamu, lakini sio ya maaskofu. Mfumo meelewa vizuri ba? OIC hawezi kupuuza mawazo ya Wakristo. Mauaji ya Mwembe Chai, wauaji mbona hawafikishwi kwenye sheria? Hawezi kupuuza maoni ya Wakristo. Kufungwa jela Hamisi Dibagula wa Waislamu, serikali haiwezi kupuuza maoni ya Wakristo. Ninyi kina Siraji, nyie mashehe wa wilaya, maoni yenu yatasikilizwa lini na serikali? Hili ndilo jambo mwenyekiti, mkae na Waislamu wa Rufiji mtafakari. Maoni yenu serikali itayatekeleza lini? Mahakama ya kadhi CCM imeweka kwenye ilani ya uchaguzi 2005. Mkituchagua tutakupeni mahakama ya kadhi. Mmeichagua CCM 2005, mahakama ya kadhi mmepata? Sasa kitaibuka chama kingine cha siasa, kitakuwa sio CCM. Chadema nayo itakuja kwenu, itakwambieni sisi ndo tutakupeni mahakama ya kadhi, na yenyewe ola. Halafu hichi ni Chadema, kiibuke kingine Chaketa, na chenyewe kikwambieni. Manake Waislamu mtakuwa mnatumika kupitisha viongozi, kisha wanakugeukeni. Mnapewa lugha, mnawapitisha, kisha wanakugeukeni. Itakuwa ni mnatumiwa ninyi Waislamu nchi hii kama ganda la mua. Ganda la mua linafyonzwa, likiisha utamu mfyonzaji anafanya nini? Anatupa. Ukifika wakati wa uchaguzi mnakuwa watamu, mnafyonzwa, utamu ukiisha mnatupwa. Maisha yenu yatakuwa mpaka lini? Na ninyi mashekh ndio huwa mnatumika. Allahu Akbar. Sikutukaneni wote mashekhe, nyinyi mnakula na makristu yanayodhulumu Waislamu. Mtaitwa vibasha basha, umaskini wenu hauishi, shike haziishi, mnauza Uislamu. Mheshimiwa Rais ameyazungumza haya, lakini katika hotuba yake tunapata nini sisi kama Waislamu? La kwanza tunalolipata sisi kama Waislamu, Waislamu wasiwe na matumaini tena ya kupata haki zao
kupitia risala kwa viongozi wa serikali, wasiwe na matumaini tena ya kupata haki zao, sijui kuwaitisha hawa viongozi wageni rasmi. Waislamu wakate tamaa. Kwa hotuba ya Rais Kikwete, serikali imedhamiria kwa makusudi kabisa kuwanyima Waislamu haki yao kama raia wa nchi hii. Kuwanyima kabisa raia Waislamu, kuwanyima haki. Serikali haitashughulika tena kuwapa Waislamu. Kwa nini? Wao serikali wanasikiliza maoni ya Wakristo. Serikali haipo hapa kusikiliza maoni ya Waislamu. Waislamu, tangu leo kateni tamaa kama mtapata haki zenu kupitia serikali hizi. Moja hilo tunalojifunza. Anayejidanganya na hili anajidanganya mwenyewe. Mwenyekiti wa BAKWATA wilaya Sheikh Siraji, lielewe hili. Wenzenu wakisema wanatekelezewa, ninyi mkisema mnapuuzwa. Na nimekupa ushahidi, na mwingine nimebakisha, nasubiri atakaibisha. Hizi ni silaha ndogo, ile mizinga tumebakisha. Hilo moja. Lakini la pili, ubaguzi dhidi ya Waislamu sasa ni kitu rasmi katika serikali. Serikali sasa imerasimisha ubaguzi dhidi ya Waislamu. Sasa haya ndio tunaojifunza kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais. Kwa maana nyingine, kuanzia sasa Waislamu wasimame wenyewe. Wasimame wenyewe, wasidhani yupo kiongozi wa serikali anaweza akazisimamia haki zao. Serikali inasimamia haki za Wakristo peke yao. Za Waislamu mtajua wenyewe. Sasa mwisho, Waislamu tunapofikwa na hali kama hii tunafanya nini? Tunapofikwa na hali kama hii Waislamu nini tunafanya? Tunapofikwa na hali kama hii tunarudi kwenye muongozo wa Mwenyezi Mungu na Mtume kutafuta ufumbuzi. Fa in tanazantum fi shay'in faruduhu ila Allahi wa rasuli. Mnapotatizwa na mambo Waislamu, rudini kwa Mwenyezi Mungu na Mtume. Katika hali ya kutatizika Waislamu wa Tanzania, Waislamu wa Tanzania, turudi sasa tutafute muongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika sura ya 3 aya ya 165. Sura ya 3 aya ya 165. Waislamu walipigwa katika vita vya Uhudi. Waislamu walianza kushinda vita vya Uhudi, lakini vita vya Uhudi vilipomalizika, vilimalizika Waislamu wameshindwa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama alikaa na maswahaba wanafanya postmortem ya vita. Maswahaba wanauliza, hii dini ya Rasulullah sio dini ya haki? Mtume anasema dini ya haki. Wewe Mtume sio mtume wa haki? Anasema na mimi mtume wa haki. Haya mapigano tunayopigana hatujasimama kwenye haki? Anasema tumesimama kwenye haki. Mbona tumeshindwa?
mtume anainama, hawezi kujibu, anasubiri wahai. Mbona tumepigwa na makafiri? Mtume hawezi kujibu, anasubiri wahai. Allah akamletea wahai. Sura ya 3 aya ya 165. Awalamma aswabatukum musibatun kad asabtum mithlaiha, nazama ulipowakuta msiba wa kupigwa Waislamu, kuuawa, akiwamo Hamza, Mtume SAW naye kujeruhiwa na kung'oka meno, uliwafika msiba mfano huu uliowafika wengine. Kultum, wakakaa wanaulizana, kwa nini msiba huu umetukuta? Mwenyezi Mungu anawaambia kultum, wanaulizana kwa nini msiba huu umetukuta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawajibu, anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Kultum, wanaulizana, anna hadha, haya madhila Waislamu tunayoyazungumza yametufika. Madhila haya yametufika kwa nini? Kul, waambie. Kiislamu watu wa aya kina Siraj, Allah anaposema kul, manake waambie, usiwafiche, wapende wasipende, waambie. Kultum ana hadha, waambie hadha min indi anfusikum. Mwache, mwambie mwache. Msikia ba? Swala ala nabi. Ana hadha min indi. Haya Waislamu yamekupateni kwa sababu ya nafsi zenu wenyewe. Waislamu mnisikilize, melewana vizuri ba? Haya ya kupigwa vita vya Uhudi na Hamza kuuawa, haya yamekupateni ninyi Waislamu, yamekupateni kwa sababu ya nini? Ya nini? Nafsi zenu wenyewe. Kwa nini? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumi hata yughayyiru ma bi anfusihim. Sura ya 13 aya ya 11. Kwa sababu Mwenyezi Mungu habadili mambo ya watu mpaka watu wabadili yaliyo kwenye nafsi zao. Kwa hiyo haya madhila yanatupata, mengine yanatupata min indi anfusina, ni kwa sababu ya nafsi zetu. Kama wewe Muislamu wa Rufiji bado unakumbatia uwawaru, umoja wa Waislamu na Wakristo Rufiji, na unaona uwawaru ndiyo nusura yako wewe, muulize Mwenyezi Mungu, muulize. Ushirikiano wa Waislamu na makafiri kutaka kushirikiana na Waislamu ni jambo halikuanza leo. Ukisoma historia, makafiri wa Kikureish walikwenda kwa Mtume SAW, walikwenda kwa Mtume wakimtaka Mtume na wao makafiri wa Kikureish waanzishe uwawaru. Makafiri wa Kikureish walikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikwenda kwa Mtume wakimtaka waanzishe nini? Uwawaru. Wakasema, ya Rasulullah, sisi hatuna ugomvi na wewe, tunataka tuishi vizuri kwa amani. Unaonaje tukiabudu Mungu wako, kipindi fulani kikija na wewe uje uabudu Mungu wetu, mwaka mmoja uwawaru. Mwenyezi Mungu aliteremsha aya nzima, anamwambia Mtume, qul ya ayuhal kafirun
la a'budu ma, mwisho lakum dinukum waliya din. Nyinyi mna dini yenu na mimi nina dini yangu. Allah anawaeleza makafiri waliotaka uwawaru na mtume SAW. Inashangaza wafuasi wa mtume wanaingia kwenye uwawaru ambao mtume aliuharamisha kwa aya la abudu ma taabudun wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliya din. Tunaona vizuri? Inashangaza. Kwa nini? Kwa nini? Allah anaeleza sura ya 4 aya ya 89. Sura ya 4 aya 89. Anaeleza wadu lau takfuruna kama kafaru satakununa sawa. Wadu Kiarabu. Sasa lugha ya Kiarabu inatumia neno wadu. Wadu maana yake hawa makafiri wanatamani laiti na ninyi mngekufuru kama wanavyokufuru wao, ili wote muwe sawa sawa. Wanatamani wadu lau takfuruna kama kafaru satakununa sawa. Ninyi mwende uchi na kama wanavyokwenda uchi wao, na ninyi mlewe pombe kama wanavolewa wao, na ninyi mziniane kama wanavoziniana wao. Mkiwa hivyo watafurahi na kukusifuni. Ndiyo maana wao wanahitaji uwawaru zaidi Rufiji kuliko ninyi mnavyowahitajia wao, ili na ninyi kupitia uwawaru mkufuru kama wao, muwe wote makafiri. Umoja wa kiuwawaru na Wakristo ni haram katika Uislamu. Rejea Qurani, soma surati al-Baqara, surati al-Imran, anzia 110. Kuntum khaira umma, teremka. Msiwafanye wasiri wenu wasiokuwa ninyi. Chuki imedhihiri kwenye nyuso yao, yaliomu vifuani ni makubwa. Allah ameeleza. Nyinyi mnawezaje kuwa na umoja na Wakristo? Yani unawezaje Muislamu kuwa na umoja na Wakristo? Na umoja wenyewe kiasi hicho ni ninyi mtakuwa ni makafiri, na ndio wanavyotamani. Uwawaru ni haramu. Kule Sheikh Al-Hadi naye ana umoja wake kama uwawaru, ila wao kule wameitwa ubwabwa. Yani umoja wa baadhi ya Waislamu na baadhi ya Wakristo, ubwabwa. Wadu la utakfuruna kama kafaru. Mtume aliwaambia peupe, lakum dinukum. Na kila Muislamu wa Rufiji anatakiwa amwambie Mkristo wazi wazi, lakum dinukum waliya din. Hatuchanganyiki. Kwa hiyo Waislamu mkipigwa, mkipata matatizo, mambo mengine yanatokana na nafsi yenu nyinyi wenyewe. Hilo moja, muongozo wa Qur'ani unatuambia. La pili, Allah anatuambia sisi, sura ya 8, sura ya 2 aya 171. Al-Baqara 171. Allah anasema, mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iku bima la yasma'u ila du'a wa nida sumun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mathalu alladhina kafaru, mfano
wa kuzungumza na makafiri. Attention please, nisikilizeni. Mathalul ladhina kafaru, mfano wa ninyi Waislamu kuzungumza na makafiri ni kama mfano wa mtu anakisemesha kitu kisichosikia ila kelele na ngurumo. Nirudie. Sura ya 2 aya 171. Mathalul ladhina kafaru, mfano wa ninyi Waislamu kuzungumza na makafiri. Mathalil ladhi yan'iku bima la yasma'u, ni kama vile mfano wa mtu anakisemesha kitu kisichosikia ila kelele na ngurumo. Kwa nini? Kitu hicho ni bubu, kiziwi na kipofu, na mwisho kitu hicho hakina akili. Aya hii mnaielewa? Mnaielewa? Hebu jalia wewe una mifugo yako, ng'ombe, mbuzi, unazitoa kwenda machungani. Sasa kabla hazijaenda unaanza kuzipa darsa. Nyie ng'ombe mnaenda machungani, lakini Allah mashamba ya watu msile. Mnasikia ng'ombe? Mashamba msile. Hasa yale mashamba ya bwana nani pale njiani, yale msiingie kabisa, yala itoba. Mmesikia ng'ombe? Ng'ombe wanasikia wasikii? Ng'ombe wanasikia wasikii? Wanasikia. Wanakutazama unachosema, wanasikia. Ukitupa mikono kuweka msisitizo, wanakuona. Tabu, wanaelewa? Wanaelewa? Sasa mfano huu ndio Allah anakuambia wewe Muislamu. Wewe Muislamu kuongea na kafiri ni kama wewe unavyoweza kuongea na ng'ombe. Anakusikia lakini hakuelewi. Sasa unanielewa eh? Hakuelewi. Wewe ukimwita kafiri ukamfanya mgeni rasmi, ukamwambia mgeni rasmi, shule hii watoto wanakatazwa hijabu, shule hii watoto wanakatazwa kuswali Ijumaa, yule mgeni rasmi midhali ni kafiri. Allah anasema anakusikia, lakini anachosikia ni kelele na nini? Na ngurumo. Twaelewi. Ndio maana utamaliza makaratasi ya risala halitekelezwi hata hili. Midhali Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete naye anautumikia mfumo Kristo, we msomee risala, mwambie na sisi mashule, na sisi mgao wa memorandum. Kikwete anasikia ngurumo na kelele, hakuelewi. Mwite Mkapa. Sasa Mkapa ana yote mawili, yeye mwenyewe kafiri, mfumo anautumikia wa kikafiri. Sasa naye msomee risala. Mheshimiwa Rais Mkapa mwembe chai, anachosikia ni ngurumo na kelele. Ndo Qur'ani inasema mathalul ladhina kafaru kamathalul ladhi yan'iku bima la yasma'u ila du'a wa nida. Sasa katika hali kama hii tufanyeje? Tufanyeje? Wale wachunga ng'ombe, ndio maana mchunga ng'ombe na mchunga mbuzi wao bwana hawashughuliki kuongea na mbuzi.
hawashughuliki kuongea na ng'ombe. Wanajua hata wapige kelele msile mashamba ya watu, wanajua wale ng'ombe na mbuzi wafanye nini, wanasikia kelele tu. Sasa yule mchungaji wa ng'ombe, yeye hutembea na mivigivigi. Kule Unyamwezini tunaita mivigivigi. Anachukua yale magongo yale kama 7 8, anaweka kwenye kwapa. Halafu lile moja liko mkononi tayari. Sasa ng'ombe bwana akiingia shamba la mtu, yule hasemi kwa mdomo, anasema kwa nini? Gongo likivulumushwa, lile gongo likatua mbavuni, ng'ombe anaelewa, anakaa sawa. Mwingine naye akichomoka anapata vigivigi la kichwa, naye anaelewa, anakaa sawa. Kwa nini? Qur'ani imewaambia hawa hawaelewi, hawasikii. Na ninyi Waislamu wa Rufiji na Mkuranga, sema utakavosema, mfumo Kristo katika nchi hii hautaelewa. Kinachotutaka sisi Waislamu wa nchi hii ni kubadili lugha. Kubadili lugha kama ya wachungaji, lugha ambayo ukiitumia kafiri anaelewa, anakaa sawa. Sio tena za risala. Tunatakiwa na sisi Waislamu tuwe na lugha kama ya wachungaji. Kafiri moja kama halielewi, unatumia ile lugha ya wachungaji kwa ng'ombe, utaona kafiri anakaa sawa. Hiyo ndiyo lugha peke yake Waislamu wamebakia nayo. Kinyume na hivyo, Waislamu mtachukua muda mrefu, mtadanganywa na propaganda. Mathalu alladhina kafaru kamathalu alladhi yan'iku bima la yasma'u ila du'a wa nida sumun bukumun fahum la yaakilun. Waislamu tutakwenda kuswali wote sisi tunaswali. Hamna hapa mtu asiyesali hapa, wote tutasali. Tumelana vizuri ba. La mwisho turudi kwenye mwongozo. Allah anasema sura ya 8 aya ya 73, walladhina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'dh, na wale waliokufuru husaidiana wao kwa wao, husaidiana. Walladhina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'dh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki Waislamu wawaige makafiri. Sawa Lakini kwa hili aya hii Allah anataka Waislamu wawaige makafiri. Allah anasema walladhina kafaru, na wale waliokufuru wanasaidiana wao kwa wao. Illa tafaluhu, na ninyi Waislamu msiposaidiana ninyi kwa ninyi, takunu fitnatu fil ardh wa fasadul kabir, itakuwa ni fujo kwenye ardhi na ufisadi mkubwa sana. Kama wanavokupigeni kwa pamoja, na ninyi Waislamu wapigeni kwa pamoja. Allah anatuhimiza makafiri wanasaidiana wao kwa wao, na ninyi Waislamu saidianeni ninyi kwa ninyi. Msipofanya hivyo, fisadi itakuwa kubwa katika ardhi. Waislamu, tatizo la nchi yetu ni mfumo Kristo, na mfumo Kristo umeshikamana kudhulumu na kuwabagua Waislamu. Na tangu leo Waislamu wasitarajie msaada wa serikali kupata haki zao. Namaliza na usia wa marehemu Kigoma Ali Malima. Kigoma Ali Malima marehemu alituhusia Waislamu wa Tanzania,
Alisema maneno mafupi lakini matumizi yake ni makubwa. Alituambia mambo mawili. La kwanza, aliwaasa Waislamu wasibakie kulalamika, wajiratibu, wafanye kazi, shida zao zitaondoka na haki zao watazipata. Wasibakie kulalamika, wajiratibu, wafanye kazi, shida zao zitaondoka na haki zao watazipata. Usia wa pili, marehemu Malima ametuachia, alisema haki yoyote ya mtu haiombwi, haki huchukuliwa. Haki ya mtu yoyote kwa mfumo wa kitawuti duniani, alituambia haki haiombwi. Mwenye haki yake aende akafanye nini? Akaichukue. Na sisi Waislamu wa Tanzania hatutapewa haki yetu kwa kuomba. Kama tunajua iliko, tukusanye nguvu tukaichukue. Na kwa hili tuna ahadi ya Mwenyezi Mungu, walladhina jahadu fina lanahdianakum subulana. Walladhina jahadu fina lanahdianahum subulana. Na wale wote watakaopigania katika njia zetu, tutawaongoza na kuwapa msaada katika njia zetu. Ahadi hii ya Allah tunayo ahadi ya Allah. Tumebakisha kwetu sisi mambo haya, kunuia na kuanza kazi. Basi, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Naam, baada ya Waislamu tuingie kuswali dhuhuri. Baada salatu dhuhuri inshallah tunarudi tena hapa kuja kusikiliza sasa tamko la Waislamu wa wilaya ya Mkuranga na Rufiji. Salatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa wa ba'd. Uzangu, hili ni tamko la Waislamu wa Mkuranga na Rufiji ambalo linatolewa kupitia kongamano hili la kupinga mfumo Kristo ambalo linafanyika kwa pamoja kati ya wilaya ya Mkuranga na Rufiji. Ndugu Waislamu wa Mkuranga na Rufiji, tumekuwa katika hali ngumu hivi leo kutokana na mfumo Kristo uliopo. Hali ya maisha ya wakazi wa Mkuranga na Rufiji ni duni sana ukilinganisha na maeneo mengi hapa nchini. Hali hiyo inatokana na ukosefu wa elimu kwa wakazi hao. Hata sasa shule zimekuwa nyingi, lakini asilimia kubwa ya walimu ni Wakristo ambao hukwaza mambo mbalimbali ya vijana wa Kiislamu walioko mashuleni. Mfano, maendeleo ya wanafunzi yako duni sana kitaaluma, lakini hakuna walimu wala viongozi wa juu wanaojali hali hiyo kwa sababu ya udini. Swala la hijab na vipindi vya dini ambayo vimeruhusiwa na sheria kwa vijana wa Kiislamu ambao ni asilimia 97, wakuu wa shule kwa sababu ya Ukristo wao wamekuwa wakizuia walimu wanaojitolea kufundisha vipindi vya dini na kulea watoto katika maadili ya dini yao, na pengine kuwafanyia fitna na kuwahamishia katika maeneo mengine kama adhabu. Vile vile kumekuwa na mgawanyo mbovu wa madaraka katika maeneo ya Waislamu wengi kwa kuwekwa watendaji wengi wa Kristo katika ngazi mbalimbali, hata katika ngazi ya kijiji ambapo wamekuwa kikwazo sana katika baadhi ya maendeleo ya Waislamu na eneo husika. Mfano, wanafunzi wa shule ya sekondari ya Ikwiriri
ambao 97% ni Waislamu wamekuwa wakikwazwa kwa mambo mengi yanayohusu dini yao pale shuleni, kwa sababu viongozi walioko pale kama mkuu wa shule, makamo mkuu wa shule, mwalimu wa taaluma na vipindi, wote hawa ni Wakristo. Ndugu Waislamu, katika miaka ya 1980 walikuja Wairani kwa ajili ya kuwekeza katika bonde la mto Rufiji. Moja ya mambo waliokusudia kuyafanya ni pamoja na kuanzisha miradi mbalimbali ikiwemo ya ufugaji kwa wanakijiji ili kuwakwamua katika hali duni ya maisha walionayo tangu baada ya uhuru. Mfumo wa Kristo, kwa kuona namna watakayonufaika wanarufiji ambao 97% ni Waislamu, wakawafukuza wawekezaji hao katika mradi huo. Kutokana na hali hiyo, sisi Waislamu wa Mkuranga na Rufiji tunatamka yafuatayo. Kwanza, tunaunga mkono tamko la Waislamu lililotolewa katika kongamano la kitaifa la Dar es Salaam. Pili, tunaunga mkono matamko yaliyotolewa katika mikoa yote iliyofanya makongamano. Tatu, tunataka serikali ilete watendaji Waislamu katika maeneo ya Waislamu wengi ili kuondoa migongano isiyo ya lazima itakayoweza kuleta uvunjifu wa amani na utulivu uliopo kwa watendaji wengi wanaoletwa huku, badala ya kufanya kazi ya serikali wanafanya kazi ya kanisa. 4, sisi Waislamu wa Mkuranga na Rufiji hatutakubali wala kuvumilia kuona mtumishi yoyote anatumia madaraka yake kwa kuukandamiza na kuudhalilisha Uislamu na Waislamu. 5, kuhusu swala la uwawaru, Waislamu wa Mkuranga na Rufiji hatukubaliani nalo na tutaendelea kulipinga kwa nguvu zetu zote. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ila hadarat sayyidina Muhammadil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana sahhil lana ma nurid. Rabbana sahhil lana ma nurid. Wa najjina mimma nakhafu bifadlika ya latifu. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu. Wa arina batila batila warzuqna lijtinabahu. Innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, watu wa Islam, huo ndio mwisho wa kongamano.